Hii ni safari ya kuelekea katika mji mtukufu, mji wa Madina, Madinatul Munawwara. Safari inaanza taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, mahujaji wa Ahlus Sunna wal Jamaa baada ya kumaliza ibada zao katika mji mtukufu wa Makka na kutembelea sehemu mbalimbali za historia, ama kwa hakika watu wamepata faida kubwa sana, na hii ndio faida kubwa ya kusafiri na taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Utajutia, kila kitu chake kimejipanga, na alhamdulillah watu wamepata taaluma ya kutosha, ilmu ya kutosha, na ibada imefanyika vizuri kabisa. Mwenyezi Mungu atutakabalie ibada zetu. Na sasa ndo tuko njiani hapa, kama unavyoona tunapanda mabasi sasa hivi kuelekea katika usafiri wa treni. Wenzetu wanapanda mabasi masaa takriban 7 mpaka 8 kufika, lakini kwa mujibu wa taasisi yetu bora ya Ahlus Sunna wal Jamaa, huwa viongozi wetu wanajipanga barabara na hawathubutu au hawataki kuona mahujaji wao wanapata shida. Kwa hiyo tunapanda treni ambayo inakuwa ni masaa mawili tu kuweza kufika katika mji mtukufu wa Madina, mji wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, mashaallah, leo tumemaliza ibada ya hija. Naam. Tumeelekea sasa kwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Naam. Na tuko kituo cha treni hapa, mwendo utachukua kama masaa mawili tu. Namuomba Mwenyezi Mungu atufikishe tuende salama. Amin. Najitahidi sana katika taasisi yetu Ahlus Sunna wal Jamaa kuhakikisha tunawapesishia mahujaji wetu wasipate shida zile ambazo zilikuwa zikipatikana kabla maendeleo. Madam kuna maendeleo, basi inabidi tufatane, tuende sambamba. Hapa idadi ya watu 166 hawa tunaingia kwenye treni kwenye mabehewa 6 ambayo tumeandaliwa sisi Ahlus Sunna wal Jamaa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia mtume rehma na amani zimshikie juu yake, sema tena alhamdulillah kwa kutujalia Allah kukamilisha ibada ya hija kwa ukamilifu na ibada zote za mji wa Maka kwa ukamilifu, mpaka tumekamilisha tawaful wadai ya kuiaga al-Kaaba. Maana al-Kaaba ina jambo moja muhimu sana. Unapotaka kuondoka katika mji wa Maka inabidi kuna tawaful wadai ya kuiaga ile al-Kaaba, na mahujaji wote wameshakamilisha. Lakini mbele yetu tunatufuatia safari muhimu sana ambao tunakwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ibada ya hija Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man hajja wa lam yazurni faqad jafani, atakaye hiji alafu asimtembelee mimi, basi huyo atakuwa amenitenga. Miongoni mwa jambo muhimu sana katika taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, basi tunakuhakikishia unakwenda kumtembelea Bwana Mtume kwa utuo na kuweka pale siku 9 au 8 kamili, unazipata zile swala 40 katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema atakayeswali jamaa 40 katika msikiti wake ataingia peponi, katika hadithi ya Imam Ahmad. Basi sisi tutakupatia, lakini maeneo muhimu ya ziara yote, Uhud, Kuba, kenda hapa vile vile Badri, Kiblateni, 7 masajid, haya yote katika taasisi ya Ahlus Sunna yanapatikana. Lakini vile vile mara hii tumepata ile jambo letu kubwa, nalo tuko katika Qitarul Haramain, tunaelekea Madina, tunapatisha treni. Ni mara yetu ya kwanza, lakini kwamba ndo tayari tumeshaika mikakati kwamba sasa hatupanda tena mabasi tukatumia masaa 8. Utapanda treni masaa yako mawili, utaingia kwa Bwana Mtume ukiwa na bashasha na furaha. Muhimu sana usisahau kumswalia sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu safari yake tunaelekea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumetoka kumaliza ibada yetu ya hija, tushafanya na hijjatul wadaa, nini tawaful wadaa, tawafu ya kuaga, ambao kama ni kitendo cha mwisho kwa kuaga Maka. Si kitendo ambacho kama cha furaha sana mtu kwamba ukiaga al-Kaaba ina huzuni ndani yake, kwa sababu kusali mbele ya al-Kaaba kuna ladha pekee, inaongeza khushu. Tuna huzuni kwa sababu tunaiaga Maka, na sasa hivi tuna furaha tulikuwa tunaelekea Madina, kwa maana tunaenda kumuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsalimia. Tunajisikia furaha sana, na hususan Ahlus Sunna wal Jamaa imetokea utaratibu wa kutumia mfumo wa treni ambao unatumia masaa mawili. Tutafika tukiwa na nguvu na afya nzuri ukilinganisha na mabasi wastani wa masaa zaidi ya 5. Tunashukuru uongozi kwa hili walilofanya, hususan kwa mwenyekiti
Dr. Muhyiddin Maalim Siasa. Tukifika Madina tuna mambo mengi sana ya kufanya. Tuna takriban siku 7 ambazo kwamba hizi tunategemea tutakuwa tunazuru maeneo yote yenye athari za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza msikitini kwake, katika maeneo ya Raudha, lakini pia katika Masjid al-Ghamama na Masjid Quba, moto Mabaqiul Gharqal ambao kwamba amezikwa masahaba wakubwa wote pale. Shauku yetu ni kuona tunakutana nao kwa moyo, na tunakutana nao kwa kutabaruku na kufanya dua, ili na sisi tuingie miongoni mwa mabwana hao ambao kwamba Mwenyezi Mungu ajalie tuwe nao peponi inshallah. Naam, kama tunavyoona mahujaji wakijiandaa kuingia ndani ya treni kuelekea katika mji mtukufu wa Madinatul Munawwara. Hapa kuna taratibu ambazo zinaendelea kuwaingiza mahujaji taratibu katika treni, ili kila mmoja kukaa katika behewa lake, na kila mtu analitambua behewa lake, kwa sababu tayari kuna namba ambazo zimepangwa katika tiketi zinajeleza kila kitu, kwamba wengine wanaingia nambari 10, wengine wanaingia nambari 12, wengine 13, wengine 9, wengine 8. Hakuna usumbufu. Wamejitahidi sana viongozi wetu katika kulitekeleza hilo na kulisimamia hilo, kama tunavyoona viongozi wa Ahlus Sunna kike na kiume wakiwaongoza watu kuweza kuingia katika treni, na hii ni namba 9 na hii ni nambari 10. Walillahi alhamd, kila kitu kinakwenda vizuri, hakuna usumbufu wa aina yoyote, na hii ndiyo faida na uzuri wa hali ya juu wa kusafiri na taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Hakuna usumbufu ndani yake, kila kitu ni wepesi kabisa. Wallahi alhamdu, tunashukuru. Basi tunamwomba Allah atupeleke salama, atufikishe salama katika mji mtukufu wa Madina, kwenda kumwona kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kipenzi chetu sisi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma fi safarina hadha والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطي عنا بعدا اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وما قدر الله حق قدره وما قدر حق قدره. والأرض والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله عما يشركون. Tunaomba, tunaelekea kwa Mtume sasa hivi, kila mmoja atoe tasbihi yake kwa uchache, apate mara 1000 kumsalia Mtume. Atakayezidisha akapata 3000 inapendeza, atakayepata laki tunampa hongera. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kwanza tuanze tuseme assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabii Allah, assalamu alayka ya khairi khalqillah, assalamu alayka ya safwatillah. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefika katika mji wa Madina, tumeshuka katika Qitarul Haramain,
katika eneo la Madinatul Munawwara, Madinatul Rasul, Madinatul Habib Tayyiba, katika ardhi iliyokuwa nzuri, ardhi iliyokuwa bora, ardhi ya Bwana Mtume, ardhi aliyozikwa Bwana Mtume, ardhi aliyoishi Bwana Mtume, ardhi aliyoipenda Bwana Mtume. Tunamshukuru Allah kwa neema hii, tumefika salama. Safari ya masaa mawili sasa, tunakwenda moja kwa moja kwenda kumsalimia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakumbusha watu, hakuna jambo muhimu katika maisha kama kumweka mbele Bwana Mtume. Sema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Haiwezi kukamilika imani ya mja mpaka awe anampenda sana Bwana Mtume kuliko wazazi wake, kuliko watoto wake, kuliko watu wote. Sasa moja ya mapenzi ya Bwana Mtume, uwe na hamu na raghba ya kwenda kumtembelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika fursa adhimun ni mambo mawili tu ambayo inakupa wewe fursa ya kumtembelea Bwana Mtume. La kwanza, jambo la hija. Ukitekeleza ibada ya hija unapata fursa adhimu ya kwenda kumtembelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile ukitekeleza jambo la umra unapata fursa adhimu ya kwenda kumtembelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja ambalo tumejipanga katika taasisi ya Ahlusunna wal Jamaa ni kutekeleza ibada ya hija na kukamilisha ziara kiukamilifu, na alhamdulillah. Lakini mara hii tumejipanga sana katika swala zima la umra. Tutakuwa na umra zetu tatu. Tutakuwa na umra mfungo 6, tutakuwa na umra mwezi wa Rajabu, tutakuwa na umra mwezi wa Ramadhani. Ndani ya umra unapata fursa adhimu ya kufanya ziara, na miongoni mwa ziara adhimu ni kumtembelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila yule mwenye mapenzi kweli ya Bwana Mtume ana shauku na yeye walau yauman, japo siku moja akamtembelee. Basi usiache wewe Muislamu kuchanga pesa yako hata kama kidogo kidogo. Umra itakuwa ni dola 1700 katika mfungo 6 na mwezi wa Rajabu. Mwezi wa Ramadhani itakuwa ni 3000 kwa sababu itakuwa ni kipindi kikubwa au kipindi maalum katika ibada. Kwa hiyo hichi kidogo kichange, ili na wewe miongoni mwa wale ambao wamemtembelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaambia Waislamu, karibuni katika kutekeleza ibada hizi adhimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa muda mchache tuliofika, tulikuwa tumepumzika hapa tukisubiri mabasi yetu kuelekea katika hoteli yetu Duratul Madina. Bahati mabasi yamefika na sasa hivi tayari ndio watu wanapanda kuelekea huko. Alhamdulillah, hakukuwa na machofu sana kwa sababu masaa wenyewe ya safari ni mawili tu. Taasisi yetu Ahlusunna wal Jamaa inajitahidi katika jitihada zote kuhakikisha mahujaji wake wanapata kila aina ya wepesi ili kukamilisha ibada zao. Ama masala ya hija tumemaliza kule, sasa ni ziara tu huko Madina katika sehemu tukufu, ikiwemo kusali katika msikiti wa Mtume katika zile sunna ambazo tumeelezwa kwazo. Na ziara kama hii tunakuwa tunafanya mbali ya hii ya mwezi wa Ramadhani, tuna umra katika mfungo 6 ambao hisabu yake inakuwa kama ni dola 1700, na katika Rajabu tunakuwa tunaongeza kwa mujibu wa idadi ya watu, inakuwa dola 2000, na mwezi wa Ramadhani huwa tunafanya umra lakini inakuwa ni dola 3000. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wako willingly, wako vizuri, basi tunatoa matangazo ya mapema ili waliokuwa hawajapata fursa ile dola 6300 au 500 na kuendelea, basi alawa haya ya msingi ya kuanza kutekeleza alau ile umra. Mungu anasema wa atimul hajja wal umrata lillah, kamilisheni hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Alau Mungu ataona umeweza kutoa fedha yako kwa uchache kutekeleza sehemu ya ibada hii ya Kiislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kheri sisi pamoja na taasisi za wenzetu kutia nguvu katika Tanzania ili watu waje kwa wingi katika mamlakatu Saudia kutekeleza ibada hizi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefika katika mji wa Madina, tumefika katika hoteli yetu hii na alhamdulillah hoteli ni nzuri sana, masha Allah. Taasisi imejipanga kweli kweli na kila kitu kipo chini hapa. Ukihitaji maduka ya vyakula, maduka ya mambo ya urembo, lakini kikubwa zaidi alhamdulillah kwamba hoteli yetu ipo karibu na msikiti. Unapoona mataa mengi yale mataa ambayo yanang'arang'ara
pale ndo msikiti wenyewe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni hatua kadhaa tu kutoka hoteli kufika katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo matunda ya kusafiri na taasisi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo alhamdulillah tumefika katika hoteli yetu hii, kama mnavyoiona ni hoteli nzuri masha Allah, nzuri sana, inapendeza, lakini vile vile kwamba tuko karibu na msikiti wa Bwana Mtume, hatua kadhaa tu. Ukiangalia kwa makini kwamba ukuta ule wa njano na kwenye zile taa pale ndipo ulipo msikiti. Walillahi alhamdulillah. Tukiwa tuko reception hapa, mahujaji wakijaiwa vyumba mashaallah, kama unavyoona hoteli. Hoteli ni hoteli, mahali pazuri kabisa pa kulala, panapendeza, harfu nzuri, mukayef mzuri kabisa mashaallah. Kina mama ndo hao wanapanda kuelekea juu, lakini hawa ni kwa wale wanaojiweza kidogo. Sije ukasema kwamba hoteli nzuri lakini lifti haina. Hapana, lifti ipo kwa wale ambao wanataka kupanda lifti, basi wanaweza, na wale ambao wanataka kupanda ngazi vile vile basi wanapanda. Wallahi alhamdu, shukrullah. Mashaallah, kama tunavyoona mahujaji wameweza kufika katika hoteli na sasa hivi wanapata chakula cha usiku hapa. Alhamdulillah, mandhari nzuri, hoteli ni yenye kupendeza, chakula cha kutosha mashaallah.